Wananchi wa kijiji cha Itagutwa, kata ya Kiwele, wilayani Iringa, wameadhimisha kilele cha siku ya maji kwa kukabidhisha mradi wa maji utakaowanufaisha takribani wananchi 1645 kwa miaka 20 ijayo. Mradi huo uliosimamiwa na wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA wilaya ya Iringa umegharimu kiasi cha shilingi milioni 322, ambapo wananchi wa kijiji hicho wameutaja kuwa mkombozi kwao. Akiweka jiwe la msingi katika mradi huo, mkuu wa wilaya ya Iringa, Harry James, amewataka wananchi kuulinda na kuhakikisha wanapanda miti kwa ajili ya kustawisha vyanzo vya maji. Hizi ni ripoti kutoka Iringa na Gervas Edmund. Kwa kweli kwa ujumla hali ya maji kwa hapa Itagutwa ilikuwa hali sio nzuri. Kwa sababu maji tulikuwa tunayapata kwa kutumia visima. Visima ambavyo tulikuwa tunavitengeneza wenyewe. Maji yanaanza kutoka chemchemi ya maji ndio tulikuwa tunapata. Kwa hiyo tukawa mara zingine tunalala kwenye maji. Hadi maisha ya ndani ya nyumba kwenye ndoa ikawa ngumu. Kwa sababu mtu naondoka pengine saa 5 za usiku unapata maji saa 12. Unapata ndoo moja tu. Kwa hiyo ilikuwa mazingira kwa kweli sio mazuri. Baada ya kuja huu mradi wa RUWASA, kwa kweli tumepata maji mengi. Tunanufaika vizuri. Kila mtu kulingana na uwezo wake, maji anaingiziwa ndani, anakuwa na maji ndani, anaishi vizuri kabisa. Mazingira yamekaa vizuri. Tunawashukuru sana wana mradi wa RUWASA kwa kutuona sisi wanakijiji cha Itagutwa. Kwa kweli Mungu awabariki. Kwa kweli mimi nimefurahi sana kwa kutuletea mradi wa maji huu. Toka huko nyuma tulikuwa tunahangaika sana maji. Tunachota kwenye visima. Maana maomba yanaogelea, hatujali kwamba maji machafu, lakini tunashukuru sana huu mradi. Mpaka sasa hivi tunaendelea na mradi wetu wa maji, tumeingiza maji ndani ya nyumba. Huu mradi napenda uendelee kudumu. Hoye. Leo tumepata nafasi ya kuadhimisha wiki ya maji. Wiki ya maji ambayo inaadhimishwa kitaifa, na sisi wana Iringa tukiwa ni sehemu ya taifa la Tanzania tuko katika maadhimisho haya ya wiki ya maji. Na kwa siku ya leo tumepata fursa, badala ya kuadhimisha kwa kucheza mziki na kula vinono, tumeadhimisha kwa kuhakikisha huduma ya maji inawafikia wananchi wa Itagutwa. Tupige makofi mengi sana kwa uamuzi huu mkubwa wa serikali. Serikali hapa imefanya uamuzi mkubwa. Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta milioni 320 kuhakikisha mradi huu unakamilika. Na mradi huu sasa ambao tunawekea jiwe la msingi leo unawahudumia watu zaidi ya 1000 katika eneo hili la Itagutwa. Na si hivyo tu, pamoja na kwamba serikali imejenga miundombinu mikubwa na ya kisasa na kuhakikisha maji haya yanamfikia kila mwananchi kwenye nyumba yake, lakini dhamana ya usimamizi wa maji wamepewa wananchi wenyewe, ili wawe na uchungu wa kuhakikisha miradi hii inakuwa endelevu. Lakini pamoja na hayo, nichukue fursa hii kuwapongeza jumuiya ya watumia maji wa eneo hili. Tuwapigie makofi mengi sana. Kwanza wamehakikisha chanzo cha maji wamekitunza na wamekilinda. Lau kama chanzo hicho kingekuwa hakipo, haya maji tusingeyaleta hapa. Hii miundombinu isingewekwa hapa. Lakini kwa sababu wametunza vyanzo vya maji, matokeo yake sasa wataalamu wetu wametumia vyanzo vile vile kuhakikisha maji haya yanawafikia wananchi maeneo mengi zaidi. Pamoja na hayo, dhamira ya serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha kwamba tunawafikishia wananchi maji, na si tu maji, bali maji safi na salama. Kwanza yawe ni maji ya uhakika ambayo yanapatikana, lakini pia yawe ni maji safi na salama. Ujenzi wa miundombinu hii mikubwa na ya kisasa, lengo lake ni kuharakisha mchakato wa maji kumfikia kila mwananchi, lakini maji yaliyo safi na salama. Sasa jukumu letu ni kuhakikisha kwamba hii miundombinu tunailinda, tunaitunza ili iendelee kutufaa. Na kwa mujibu wa taarifa za wataalamu, mradi huu utawafaa wana Itagutwa kwa muda wa miaka 20 kutoka sasa. Kwa hiyo ni mradi mkubwa, wenye uwezo mkubwa na unaoweza kutusaidia kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo niwaombeni sana hili tuzingatie. Lakini jambo la pili ambalo ningetaka kuwafikishieni wananchi wenzangu, kauli mbiu ya mwaka huu inatutaka kutunza mazingira ili tuwe na uhakika wa maji. Hivi vyanzo vya maji vyote mnavyoviona hivi, lazima tupande miti ya kutosha. Tupande miti ya kutosha ili tuvilinde vyanzo vyetu vya maji. Na vyanzo vyetu vya maji vingi ni vyanzo vya asili. Vinahitaji sana utunzwaji. Kazi yetu kubwa ni kupanda miti.
na leo hapa tutapanda miti. Sasa tupande miti ya namna gani? Iko miti ambayo inafaa kwa ajili ya kutusaidia uhakika wa maji, lakini iko miti ambayo ni maadui wakubwa wa maji. Sasa ni lazima tunapoamua kupanda miti tupate ushauri wa wataalamu, ni miti gani inafaa kupandwa kwenye mazingira ya vyanzo vya maji na ni miti gani haifai kupandwa kwenye mazingira ya vyanzo vya maji. Kuna miti mkiipanda tu mjiandae kupata ukame kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo ni muhimu sana mkatahadhari kupanda miti ya namna hiyo. Na kuna miti mkiipanda tu manake mna uhakika wa vyanzo vyenu vya maji kuwa salama wakati wote. Hilo ni jambo la msingi.